Kuna uhusiano mkubwa kati ya kusikia na maongezeko. Kabla hatujaenda kwenye hilo, tuangalie tofauti kati ya baraka na maongezeko. Kwa nini tuangalie baraka na maongezeko? Ile Mwanzo 1:28. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke. Kuna maneno mawili, akawabarikia alafu akaambia zaeni mkaongezeke. Baraka ni kibali cha kimungu au nguvu za kimungu au uwezo wa kimungu unaotolewa na Mungu mwenyewe, anauwekeza ndani ya mwanadamu. Na baraka ni swala la kiroho ambalo halishikiki kwa mikono ya mwili. Waefeso 1:3 anasema, atukuzwe Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni, baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Baraka ni swala la rohoni ambalo ni Mungu anawekeza mwenyewe ndani ya mwanadamu. Maongezeko ni swala la mwilini, ni kitendo au ukuaji au upanuzi wa kimwili unaotokana na muendelezo wa baraka za rohoni. Maongezeko ni swala la mwilini ambalo laweza kushikika, kugusika na mikono ya mwili. Lakini baraka hazishikiki, hazigusiki. Lakini hivi vitu viwili vinafanya kazi kwa pamoja, vina uhusiano wa karibu. Haiwezi kuwa na maongezeko pasipokuwa na baraka. Na baraka yenyewe haiwezi ikajitokeza katika mwili katika kuwa maongezeko kama haijatendewa kitu ambacho kinastahili kutendewa. Nikikupa mfano wa mbegu. Mbegu ili iwe mbegu yoyote inafaa kupandwa yote kitu, lazima ndani yake kuwe na kiini. Kile kiini ndio kinaipa sifa ya ile mbegu kuota. Hiki kiini naweza nikafananisha na baraka. Kila mwanadamu ndani yake amewekewa hicho kitu, uwezo wa kufanya hilo jambo, lakini uwezo ni wa kimungu. Na hicho kiini, hiyo mbegu isipopelekwa kwenye ardhi, haiwezi kupasuka ili ikaota, ikazaa. Mbegu ikikaa kwenye ardhi ndipo inapopasuka, inaota, inazaa. Ndipo tunapoona maongezeko ya ile mbegu. Maongezeko yale, mfano mbegu ya hindi, tunapata ule gunzi zima la muhindi. Lakini iliyoingia ardhini ilikuwa ni kambegu kamoja, kapunje kamoja tu kenye kiini ndani yake. Kwa hiyo utahesabu kwamba hili ni gunzi la mahindi, lakini kalikoingia ukakaona kale kakiini kalikuwepo ndani ya ile punje. Ndivyo zilivyo baraka. Baraka ni swala la rohoni zilizo ndani yako. Sasa hivi vitu vinafanya kazi kwa kushirikiana na kwa pamoja. Mungu anapotaka kumuongeza mtu, haji kumuongeza mwilini. Mungu anatangulia kumbariki. Ndicho kilichofanyika kwa Adam na Eva. Akatangulia kuwabariki, akawawekea uwezo, nguvu na mamlaka za kimungu. Ndipo sasa akaenda kuambia mkaongezeke. Sasa tatizo lipo, watu wengi hasa taifa la nje ya Israeli. Ile Wagalatia 3:14 anasema, watu wote wa mataifa wanaifikia baraka ya Ibrahim kwa njia ya Yesu Kristo, kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Tunapokea baraka na ahadi zote za Ibrahim. Shida inakuja, watu wengi zile baraka na zile ahadi hawajawahi kuziona. Kwa nini hawajai kuziona? Kwa sababu hakuna maongezeko ndani yao. Unaweza ukawa una baraka, ukabarikiwa, lakini usiwe na maongezeko. Kwa sababu kila kimoja kina namna yake ya kukipokea. Baraka kama baraka, lazima uipokee kwa njia ya imani. Usipoipokea kwa njia ya imani, inaweza ikawepo ndani yako na isifanye kazi. Ni sawa na punje la mbegu, unaweza kaa nayo mkononi, usipoiweka kwenye ardhi, usipoimwagia maji, inaweza isiote. Kwa hiyo watu wengi ndani yao wamebarikiwa, lakini zile baraka hazionekani
ongezeko kwa sababu hawajazipokea kwa imani. Wengine kati yao wamepokea kwa imani zile baraka za Ibrahim, lakini hawana maongezeko. Ni kwa nini hakuna maongezeko? Maongezeko yanatokea tu mahali pale ambapo mtu anatendea kazi maagizo. Ndio tofauti ya baraka na maongezeko. Imani unaipokea kwa baraka unaipokea kwa njia ya imani. Maongezeko yanatokea kwa njia ya kutendea kazi yale maelekezo uliyopewa. Ile imani uliyoiamini ukiiweka katika matendo, maana yake ndipo maongezeko yanapotokea. Ndio maana hata kwa kwa Adam, ile Mwanzo 1:28 tuliyoisoma, Mungu alitangulia kuwabariki. Iliwapasa wao kuamini. Ndipo anawapa maelekezo sasa, mukazae, mukaongezeke, mkatawale, mkajaze. Tukiangalia mfano wa Ibrahim, baba yetu wa imani, manake ndio alitembea kwa imani ya kutembea katika Torati. Utasoma mwenyewe Mwanzo 13:15 mpaka 18. Anasema, Mungu anamwambia Ibrahim, nitakupa nchi hii. Ule mstari wa 16 anaambia uzao wako utakuwa kama mavumbi. Mstari wa 17 anampa maelekezo, tembea katika nchi kwa upana, kwa marefu, kwa nini. Cha kwanza Ibrahim alimpa uwezo wa kuzaliana, uwezo wa kumiliki ile ardhi. Alimbariki kwanza ile ardhi. Kilimhitaji Ibrahim aingie katika matendo kila alichokiamini. Maana yake kuifanya imani iwe katika matendo, ilimpasa atembee kwa mapana yake. Alipokuwa anatembea, maana yake alikuwa anaweka mipaka ya uzao wake utakapokaa. Na ndio maana mstari wa 18 Ibrahim akahamisha hema, akaanza kutembea sasa. Nikupe mfano wa pili tena wa Ibrahim. Nachozungumzia maelekezo ambayo sasa na imani. Imani lazima iumbike ndani yako, uyaone maelekezo katika kile ulichokiamini. Na Mwanzo ile 22. Mwanzo 22 mstari wa 2 na wa 16 mpaka 17, wa pili anasema, ukamchukue mwanao wa pekee, uende mpaka milima ya Moria, ukamchinje kule, ukamtoe sadaka. Ibrahim akaenda akafanya. Utasoma pale katika, tukiingia mstari wa 16, sikia Mungu anachosema, kwa kuwa umetenda neno hili. Umetenda neno hili lipi? Aliloliamini. Aliamini nini? Kwamba ninaondoka na Isaka akiwa ni sadaka, siondoki na mtoto. Ndio maana akaamini, akaenda kutenda kwamba huyu sio mtoto, huyu ni sadaka. Ambia, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee, katika kukubariki nitakubariki. Maana anatamka tena uwezo mwingine ndani yake. Ule wa kwanza ndio ulimpelekea akamtoa Isaka. Baada ya kumtoa Isaka, sasa anampa uwezo mwingine, katika kukubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni. Kwa nini alimtamkia vitu viwili kwa wakati mmoja, kubariki na kuongeza? Anazungumzia rohoni, anazungumzia mwilini. Alichokuwa anamaanisha kwamba hata kuwa kama vile vilikuja baada ya kutendea kazi. Wakristo wengi wa sasa hivi hawana maongezeko kwa sababu hawasikii, hawapokei maelekezo kama Mungu anavyotaka awafanyie kazi. Wengi wanamfanya Mungu ni wa mazingaombwe. Wanakazana kuomba, huku wakiomba wakitaka Mungu afanye kama wao wanavyotaka. Ndiyo Biblia inasema ombeni mtapewa. Haina maana sasa Mungu atakupa kama unavyotaka wewe vile vile tu. Kuna namna atakupa kama unavyotaka, lakini kwa maelekezo yake yeye. Sasa wengi sasa hivi tunataka Mungu afanye kwa maelekezo tunayoyataka sisi. Mimi natoka hapa, Mungu sina hela, Mungu sina hiki, naenda kwa fulani, Mungu hakikisha yule fulani anipe hela. Haiendi hivyo. Kuna namna ambavyo Mungu atakupa hiyo hela hata kama unataka hela, lakini kwa maelekezo yake. Kanisa la sasa hivi, watu wa sasa hivi wako tayari kupokea maelekezo
maelekezo ya matabibu wakayafuata, lakini wanashindwa kupokea maelekezo ya Mungu yakawafuata. Sina shida kwenda hospitali, sina shida kupokea maelekezo ya matabibu. Ile Zaburi ya 107 mstari wa 19 na 20. 19 nasema, wakamlilia Bwana katika dhiki zao, ulituma neno lake kuwaponya, watoa katika maangamizo. Maana yake unapomlilia Mungu, unapoomba, Mungu analituma neno, anakuletea maelekezo. Yale maelekezo ukiyafanyia kazi, ndimo maongezeko yanatokea. Lile neno linakuja ndani yako kama baraka, lakini ndani yake pia likiwa limebeba maelekezo. Sasa tazama, mtu anaenda hospitali kwa ajili ya matibabu, hakosei maelekezo yale ya mfamasia anayomwambia. Na ndio maana mfamasia mzuri muda wote atarudia na kurudia na kurudia kukupa maelekezo ile dawa. Hata kama jana ulienda ukapewa paracetamol 2 mara 3, kesho tena ukienda, hata kama anaikumbuka sura, asemi kwamba jana nilikwambia paracetamol ni 2 mara 3. Ataanza tena upya kwamba paracetamol hii ni 2 mara 3. Na kwa nini anarudia? Imani chanzo chake ni kusikia. Anachotaka usikie na kusikia ili imani umbike ndani yako, kwamba ili paracetamol ifanye kazi lazima nimeze 2 asubuhi, 2 mchana, 2 jioni. Na ndio maana uoni watu wakifanya 2 mara 3 6, afu akameza vidonge vyote 6. Awe mwenyewe umepewa dawa yoyote nje ya paracetamol, kwa nini uchukui dozi yote ukaimeza? Kwa sababu unataka kupona haraka. Si uimeze tu dozi yote, chukua pakiti yote, meza ili upone haraka. Umezi yote upone haraka, kwa sababu unajua ukimeza yote utakufa. Unafuata maelekezo. Ndio maana maongezeko ya uponyaji wako yanatokea, kwa sababu umeenda sawa sawa na maelekezo. Kadhalika na kwa Mungu, anakubariki rohoni, alafu anaachilia maelekezo. Kila ulichokiamini ndani yake kuna maelekezo. Uchukue hatua vipi, uende kwa namna ipi. Na unapoenda kwa hatua hizo, ndipo pale ambapo baraka zitakuwa ndani yako. Nataka tuangalie mfano ambao makosa mengi watu wanayafanya. Ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 12, sura ya 25 mstari wa 15 na wa 24 mpaka 29, ni habari za yule mfanyi biashara aliyetoa talanta kwa watu wake, kwamba anasafiri, hakikisheni mnazalisha. Na upenda ule mstari wa 15, anasema alimpa kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. Lile neno uwezo wake manake ndio baraka. Tungezungumzia kwa lugha ninayozungumzia, manake ule uwezo ndio nguvu ambayo aliwekewa ndani yake. Kila mtu alikuwa na nguvu yake ya kufanya biashara. Kulikuwa na mwenye nguvu ya kufanya biashara ya mtaji wa talanta 5, mwingine nguvu ya ndani yake ya talanta 2, mwingine nguvu ya uwezo wake talanta 1. Sasa ikaja shida kwa huyu mwenye talanta 1. Alipopewa hiyo talanta 1, yeye hakufuata maelekezo. Ndani yake alikuwa na uwezo, alikuwa ameshabarikiwa uwezo wa kuzalisha ile 1, akaizalisha 1 nyingine. Hakufuata maelekezo. Kwa sababu hakufuata maelekezo, alipokuja bwana wake, ule mstari wa 24 anasema, nilitambua kwamba wewe unavuna usipopanda na unakusanya usipotawanya. Kwa hiyo mimi nikaficha. Na ndio watu wengi walivyo. Bwana akanambia, ulishindwa hata kupeleka kwa wale watoa riba, sakosi, vikoba, benki, ungeweka kule ili riba itolewe, mimi nije kupata kile cha juu. Ulishindwa hata hapo. Ulikuwa na uwezo ndani yako, lakini ulizembea. Mstari wa 29 anasema, maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele. Mwenye kitu kipi? Baraka za ndani utaongezewa tele, pale ambapo unafuata yale maelekezo ya kile ulichokiamini. Lakini asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Kwa hiyo unaweza ukawa na baraka ndani yako, ukaletewa maelekezo na usiyafanyie kazi. Yale maelekezo yakaenda kwa mwingine. Kama hiyo akanyang'anywa ile 1, akapewa yule ambaye alizalisha 10, talanta 10. Kwa hiyo kuna nyakati usipofuata maelekezo, unanyang'anywa hata kile kidogo ulichokuwa nacho.
utanyang'anywa. Kwa hakuna maongezeko kwa sababu hatufuati maelekezo. Tunabaki tu kwamba tumeamini, lakini maelekezo, imani isiyokuwa na matendo imekufa. Hatuweki katika matendo kile tulichokiamini, maana tulichokiamini ndicho kilicho na maelekezo. Na nitoe angalizo kwamba si kila mwenye maongezeko, hayo maongezeko yanatokana na baraka za Mungu, kwa sababu hata Mithali inasema 1:32, kufanikiwa kwa wapumbavu kutawaangamiza. Mimi nazungumzia maongezeko yaliyo ndani ya Yesu Kristo, maongezeko yaliyo ndani ya baraka za Yesu Kristo ndani yako. Naomba nimalize kwa kusema hivi, huwezi kuipokea baraka pasipo imani. Kumbuka hiyo baraka hii ndani yako tayari inafunuliwa, unatakiwa ipokee kwa njia ya imani. Hakuna maongezeko pasipo baraka. Kwa hiyo baraka ndio inayotangulia, uipokee kwa njia ya imani. Ukishaipokea kwa njia ya imani, ndipo maongezeko yanakuja. Tembea katika imani, na hakuna udhihirisho wa maongezeko pasipo kutendea kazi hayo maelekezo, pasipo kutembea katika imani, pasipo kuiweka imani katika matendo. Na hakuna maelekezo pasipo kusikia. Kwa hiyo sikia sana neno la Kristo, msikie sana Yesu Kristo, ndipo pale utakapokuwa na maelekezo ya kutosha. Ndipo baraka yako iliyo ndani yako itaendelea kufunuliwa kwa njia ya neno la Kristo, maana Mungu amekwisha kuwekeza baraka ndani yako. Ambacho kinachohitaji neno la Kristo liifunue hiyo baraka iliyo ndani yako. Ukishaifunua hiyo baraka iliyo ndani yako, upate kuamini, upate kutembea katika hilo.